msikilizaji, kuwa mkono wa baraka wa Bwana Mungu umekuwa nawe, na jua kuwa wasubiri baraka kutoka kwenye neno la Mungu wakati wa leo. Nitakalo wewe ufahamu ni kwamba muda wa mruhusu mchungaji kushughulikia aya za kimsingi tu. Somo lipo kwenye kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili, sura ya 2 aya ya 6 hadi sura ya 5 aya ya 2. Mungu aliye Baba wa Bwana wetu ameendelea kuyabariki maisha yako kutokana na mafundisho yaliyoko kwenye kitabu hiki cha Mambo ya Nyakati ya Pili. Tuendelea leo hii kuona jinsi Sulemani alivyoijenga hekalu, kama vile ilivyo kwenye somo letu la leo lililoko kwenye sura ya 2, tukianzia aya ile ya 5 hadi sura ya 5 aya ya 2. Na kukumbusha kwamba muda utaniruhusu kuzingatia maandiko ya kimsingi pekee. Neno hili ni uzima kwetu, kwa hivyo ni vyema utenge muda wa kusoma sehemu hii iwapo haukuwa umeisoma hapo awali. Nasoma neno la Mungu kuanzia aya hiyo ya kwanza hadi aya ya 5. Neno lasema hivi: Basi Sulemani alikusudia kujenga nyumba kwa jina la Bwana na kuujengea ufalme wake nyumba. Sulemani akahesabu watu 70,000 wawe wachukuzi wa mizigo, na watu 80,000 wawe wachongaji milimani, na watu 3,600 wawe wasimamizi wao. Sulemani akatuma watu kwa Hiramu mfalme wa Tiro akisema, kama ulivyomtendea baba yangu Daudi na kumletea mierezi ajijengee nyumba ya kukaa, unitendee na mimi. Angalia, najenga nyumba kwa jina la Bwana Mungu wangu, ili kumfanyia wakfu ya kufukiza mbele zake fukizo la manukato, na ya mkate wa uonyesho wa daima, na ya sadaka ya kuteketezwa za asubuhi na jioni, na za siku za Sabato, na za mwezi mpya, na za siku kuu zilizoagizwa za Bwana Mungu wetu. Hili ni agizo la milele kwa Israeli. Nayo nyumba nitakayoijenga ni kubwa, kwa sababu Mungu wetu ndiye mkuu juu ya miungu yote. Katika haya tuyasomayo, tuona kwamba kila jambo lilikuwa mahali pake, na sasa Sulemani aanza taratibu ya ujenzi wa hekalu. Ujenzi wa hekalu ni jambo ambalo Mungu atilia mkazo katika utawala ulivyo. Huyu Hiramu ambaye neno la Mungu lamtaja hapa, walikuwa marafiki sana na Daudi. Ila nafikiri kwamba Hiramu alikuwa na matatizo na kijana huyo Sulemani, kama tutakavyoona baadaye. Kwa habari ya kuelezea kuhusu nyumba kwa jina la Bwana, Sulemani asema kwamba ni agizo la milele kwa Israeli. Iwapo ulifikiri kwamba katika milinia hapatakuwa na kama hili, basi na kujulisha kwamba sadaka hii itakuwepo, kwa kuwa ni agizo kutoka kwa Mungu. Sadaka za Agano la Kale ni kweli kwamba zilimwakilisha Kristo kabla hajaja kufa hapa ulimwenguni, ila fahamu kuwa katika milinia zitakuwa kumbukumbu la alilotenda Kristo Bwana wetu. Na kwa habari ya aya hiyo ya 5, kama vile tumesoma, tuona kwamba nyumba hiyo yaelezewa kuwa ni kubwa. Hiyo ni kwa sababu Mungu ni mkuu, na tena yu juu ya miungu yote. Iwapo kuna jambo ambalo ningependa ufahamu ni kwamba Mungu akiwa pamoja nawe utende kulingana na mapenzi yake, basi wewe utakuwa ni mtu mkuu wa Mungu, au utatenda mambo makuu ambayo yatamtukuza Mungu. Rafiki, hakuna chochote kiwezacho kufanya lolote lile liwe kuu au kubwa isipokuwa kwa uwezo wa Mungu. Nasikitika kwamba hili ni jambo ambalo wengi wamepoteza mwelekeo walo. Wamhitaji Mungu iwapo watarajia kutenda makuu kwa jina lake. Tunapogeukia aya ya 6, hivi ndivyo neno la Bwana laendelea kutwambia: Lakini ni nani awezaye kumjengea nyumba, ikiwa mbingu hazimtoshi wala mbingu za mbingu? Nami ni nani basi hata nimjengee nyumba, isipokuwa kwa ajili ya kufukiza fukizo mbele zake? Maandiko haya yatuonyesha jinsi watu wale walimsogea Mungu kwa sadaka na dhabihu walizotoa. Nasi njia ya pekee ni kwa sadaka aliyoitoa Bwana Yesu Kristo pale msalabani. Muhimu la kufahamu ni kwamba Sulemani alijua vyema kuwa nyumba hiyo au hekalu ilikuwa tu ya kumtolea Bwana sadaka, wala si kwamba Bwana aishi humo. Sulemani aendelea kumzungumzia huyu mfalme akimwambia hivi kwenye aya ya 7:
Unipelekee basi mtu mstadi wa kazi ya dhahabu na ya fedha na ya shaba na ya chuma na ya urujuani na nyekundu na samawi, mwenye kujua kuchora machoro, pamoja na wastadi walioko Yuda na Yerusalemu pamoja nami, aliyowaweka baba yangu Daudi. Kwa kuwa Waisraeli walikuwa wakulima, ilimbidi Sulemani awapate watu kutoka nje ili wafanye kazi, pamoja na wajuzi wachache waliokuwako Yuda na Yerusalemu. Hali ya Wayahudi ya ukulima yaonekana hata leo hii. Mara Myahudi arudiapo nchi yake, jambo la kwanza afanyalo ni ukulima. Nchi hiyo katika kila hali ina utajiri mwingi. Hata hivyo, katika siku za Sulemani, watu stadi wa kufanya kazi za ufuzi hawakuwepo kwa wingi. Kwa hiyo Sulemani alimwomba Hiramu mfalme wa Tiro, rafiki ya babaye, amtumie watu walio stadi katika mambo anayoyaelezea. Kwenye aya ya 8 neno latuambia hivi: niletee tena mierezi na miboroshi na miti ya msandali kutoka Lebanoni, maana najua ya kwamba watumishi wako hujua sana kuchonga miti Lebanoni, na tazama, watumishi wangu watakuwa pamoja na watumishi wako. Hili tulisomalo hapa kwa lugha nyingine ina maana kwamba watumishi wa Sulemani watajifunza kutoka kwa hao mafundi wa Hiramu. Mierezi ni miti iliyokuwako katika nchi hiyo ya Lebanoni, lakini leo hii ni chache mno. Kisha kwenye aya ya 9 na 10 neno la Bwana laendelea kutuambia hivi kwenye kitabu hiki cha Mambo ya Nyakati ya Pili sura ya 2: ili wanitengenezee miti kwa wingi, kwani nyumba nitakayoijenga itakuwa kubwa ajabu. Na tazama, nitawapa watumishi wako wachongaji wakatao miti kori 20,000 za ngano iliyopondwa, na kori 20 za shairi, na bathi 20,000 za mvinyo, na bathi 20,000 za mafuta. Sulemani katika maneno haya asema jinsi nyumba yake itakavyokuwa ya ajabu. Baadaye tutaona jinsi kutakuwepo na hali ya sitafahamu kuhusu malipo yake kwa Hiramu. Aya ya 11 hadi 13 zaendelea kutuambia hivi: ndipo Hiramu mfalme wa Tiro akajibu kwa waraka aliyompelekea Sulemani, ni kwa sababu Bwana amewapenda watu wake, amekufanya uwe mfalme juu yao. Hiramu akasema tena, na ahimidiwe Bwana Mungu wa Israeli, aliyezifanya mbingu na nchi, ambaye amempa mfalme Daudi mwana wa hekima, mwenye busara na akili, ili amjengee Bwana nyumba, na nyumba kwa ufalme wake. Hiramu, kama vile tuona kwenye maandiko haya, ni mtu aliyemjua Bwana Mungu wa Israeli, maana amtukuza na kumuhimidi. Hali hii ya Hiramu bila shaka ilitokana na ushawishi mkuu kutoka kwa huyo Daudi aliyekuwa rafiki yake. Je, ndugu yangu, unapojitazama katika maisha yako, una ushawishi kama huu kwa rafiki zako? Je, wao waweza kumshukuru na kumuhimidi Bwana kama huyu Hiramu? Iwapo sivyo, wahitaji kujichunguza maisha yako. Hebu tugeukie aya ya 17 na 18 tuone hilo ambalo neno la Mungu latuambia, hasa kwa kumalizia sura hii ya 2. Neno lasema hivi: ndipo Sulemani akawahesabu wageni wote waliokuwamo katika nchi ya Israeli, sawasawa na hesabu aliyohesabu Daudi baba yake. Wakatokea 153,600. Akaweka kati ya hao 70,000 wawe wachukuzi wa mizigo, na 80,000 wawe wachongaji milimani, na wasimamizi 3,600 ili wawatie watu kazini. Kazi hii ilikuwa imeandaliwa viwavyo, yani pasiwepo na upungufu katika utekelezaji wake. Waliokuwa wageni, yani masalio ya Wakanani, ndio walifanya kazi hiyo ya mikono. Tunapogeukia sura ya 3, neno la Mungu latuambia jinsi Sulemani alianza kujenga hekalu ile. Neno lasema hivi: ndipo Sulemani akaanza kuijenga nyumba ya Bwana huko Yerusalemu, juu ya mlima Moria, pale Bwana alipomtokea Daudi babaye, alipotengeneza mahali pale alipoagiza Daudi, katika kiwanja cha kupuria cha Arauna Myebusi. Sehemu ya ujenzi wa ile hekalu ilikuwa kwenye uga au kiwanja cha kupuria ngano cha Arauna Myebusi. Ni hapo, msikilizaji, ndipo karne kadhaa hapo awali Ibrahimu aliambiwa na Mungu amtoe Isaka kama sadaka. Kwa ufahamu wako, ni hapo ndipo kuna hicho kilima cha Golgota aliposulubiwa Bwana Yesu Kristo. Hapo ni karibu na sehemu ya hekalu hata leo hii. Kwa ufahamu wako, ni katika vilima vya Moraya ndipo hicho kilima cha Golgotha kipo, na ndipo Bwana wetu Yesu Kristo
alisulubiwa msalabani. Maandiko yaliyosalia hapa yazungumzia kiundani habari ya jinsi nyumba ile itakavyokuwa, nami nitazingatia kama vile ilivyo yale ambayo Mungu amenifunulia kama kweli tusizozipata kwingineko. Twageukia aya ya 3 ambayo yasema hivi: basi hii ndiyo misingi ya majengo ya nyumba ya Mungu aliyoiweka Sulemani. Urefu wake kwa mikono ya cheo cha kwanza ulikuwa mikono 60 na upana wake mikono 20. Nyumba hiyo ya Mungu au hekalu katika vipimo vya futi ilikuwa futi 90 kwa 30. Kuenda kando yake kulikuwepo na majengo zaidi. Hekalu ilikuwa ya ajabu sana, ikizungukwa na mijengo zilizokuwepo. Hata hivyo ilikuwa mara 2 ya ile hema ya kukutania. Sasa nataka tuone baadhi ya mambo ambayo tumeyaona na yale hatujayaona. Tazama aya ya 13 inayosema hivi: yakaenea mabawa ya makerubi hayo mikono 20, yakasimama juu ya miguu yao, na nyuso zao zilielekea nyumba. Hii ni kwa habari ya makerubi walioangalia kile kiti cha rehema. Kwa habari ya ile hema ya kukutania, Musa hakupewa vipimo vya makerubi. Hii ni kwa kuwa makerubi hao waliakilisha uungu, nao huwezi kupimwa kwa njia yoyote ile. Je, kwa nini walifanya hivyo? Walikuwa wakijaribu kupima uungu usioweza kupimwa? Kumbuka msikilizaji, kwamba yote haya twayatazama kwa mtazamo wa Mungu. Je, ni kipi atakacho Mungu tukione ambacho hakikuzingatiwa katika mtazamo wa mwanadamu kwenye hicho kitabu cha Wafalme? Kitu hicho hasa ni ile pazia na urembo wake. Aya ya 14 yasema hivi: akafanya pazia la samawi na urujuani na nyekundu na kitani safi, akaifanyizia makerubi. Pazia hiyo iliakilisha uwanadamu wa Yesu Kristo. Kristo alipokufa, neno latuambia kwamba pazia ile iliraruka kuwili. Tukio hilo liliakilisha njia mpya na iliyo hai ya kumsogea Bwana Mungu. Haiwezekani, msikilizaji wangu, kuenda mbele za Mungu isipokuwa kwa njia hiyo ambayo ni Kristo. Mungu ataka tuone uzuri na utukufu wa pazia hiyo, ni kana kwamba asema hivi: huyu ni mwanangu mpendwa wangu, ninayependezwa naye. Hayo ni maandiko yaliyoko kwenye sura ya 3 ya kitabu cha Injili ya Mathayo aya ya 17. Na kwa habari ya kuraruka kwa pazia ile kuwili, pia yapatikana kwenye kitabu hicho cha Injili ya Mathayo. Jambo lingine, msikilizaji, ni nguzo zilizokuwa katika hekalu. Hili ni lile lililoko kwenye aya ya 13 inayosema hivi: tena akafanya mbele ya nyumba nguzo 2 za mikono 35 kwenda juu kwake, na taji iliyokuwa juu yake moja moja ilikuwa mikono 5. Hii ina maana kwamba nguzo hizi zilikuwa ndefu sana, nazo zaakilisha uwezo na utukufu. Uwezo na utukufu ni mambo mawili afikiriayo mwanadamu kuwa ameyapata. Twajivuna kuwa wenye nguvu, ila tu dhaifu kweli kweli. Hatuwezi kushinda chupa ya mvinyo, tamaa mbaya, ulafi, ufisadi na mengi yanayotukabili. Hatuitii sheria ya nchi katika hali nyingi. Je, utasema kweli tuna nguvu? La mwenzangu, twahitaji msaada. Rafiki, hatuna haja ya kupoteza muda kuzungumzia utukufu au uzuri au uwezo, maana angalia kwenye majarida na magazeti, nawe utapata jibu lako. Hitaji letu, twamhitaji Mungu atuwezeshe maishani mwetu tupate kutenda kama itupasavyo. Kisha kwenye aya ya 12 ya sura ya 4, neno la Mungu latajia habari ya nguvu na utukufu kama ifuatavyo: zile nguzo 2 na vimbe na taji 2 zilizokuwa juu ya nguzo, nazo nyavu 2 za kuzifunika vimbe 2 za taji zilizokuwa juu ya nguzo. Kulingana na aya hii, Mungu ataka tuone jambo lingine, nalo jambo hilo ni lile tulipatalo kwenye aya ya 16 ya sura ya 3 ya kitabu hiki cha Mambo ya Nyakati ya Pili. Sikiliza neno lasema nini: akafanya minyororo ndani ya chumba cha ndani, akaiweka juu ya vichwa vya nguzo, akafanya makomamanga 100, akayaweka juu ya hiyo minyororo. Neno kama vile tumesoma latajia minyororo. Je, minyororo yaakilisha nini? Minyororo hiyo, ndugu msikilizaji, ni yakilishi ya umoja wa taifa hilo ambalo lajumuisha makabila yafanyayo taifa hilo kuwepo, yani Israeli. Kati ya mambo athaminiyo Mungu ni umoja. Hii ni kama vile ilivyo wazi kwenye Zaburi ya 100
33. Katika Agano Jipya Mungu atupa mfano mzuri wa umoja, nao ni mwili. Asema kwamba kanisa ni mwili. Kama mwili, kila kiungo kina umuhimu wake na chachangia hali ya mwili kwa ukamilifu. Ndugu yangu, neno la malizia sura hii kwa kusema hivi kwenye aya ya 17: akazisimamisha nguzo hizo mbele ya hekalu, moja upande wa kuume na ya pili upande wa kushoto. Akaliita jina lile la kuume Yakini, na jina la ile la kushoto Boazi. Jina hilo Yakini lina maana ya kuthibitisha na Boazi lina maana ya nguvu. Hivyo ndugu yangu, katika hili tuona kwamba nguzo hizo zilikuwa ombi mbele za Mungu kwamba amthibitishe na pia ampe nguvu. Iwapo wahitaji nguvu, iwapo wahitaji kuthibitishwa, ni sharti umgeukie Bwana Mungu na kutembea kama vile akuagizavyo. Na kwa habari ya yale makomamanga, ningelipenda ufahamu kwamba yaakilisha mazao. Hiyo ni kusema kuwa iwapo utamtegemea Mungu, iwapo utatembea kulingana na neno lake, basi wahakikishiwa mazao. Hivyo ndivyo Bwana wetu Yesu Kristo anena nasi, kama vile ilivyo kwenye kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 15 aya ile ya kwanza na kuendelea, azungumziapo habari za mzabibu. Asema kwamba tukikaa ndani yake, basi tutazaa mazao, maana sisi ni matawi yake. Na kwa habari ya rangi tofauti za ile pazia, tuona kwamba kulikuwepo na rangi ya zambarau, nayo yakilisha ufalme, nayo rangi ya samawi au bluu yakilisha hayo ya mbinguni au mbinguni, kisha nyekundu yakilisha damu ya Yesu Kristo. Pazia ilikuwa na haya yote, na kama vile wafahamu, nyeupe iliakilisha maisha matakatifu. Huo, msikilizaji, ndiyo mtazamo wa Mungu. Sura ya 4 kwa jumla unaposoma yatupa habari ya vyombo vyote vilivyotenezwa kwa ajili ya huduma ya hekalu. Unaposoma sehemu hiyo, wapata kwamba kulikuwepo na nyongeza na mabadiliko ya hapa na pale. Katika yote, ni hema ile ya kukutania ndiyo ilitumika kwa mfano kwa habari ya Yesu Kristo, kama vile ilivyo kwenye Agano Jipya. Hiyo ni kuhusu utu wake na kazi aliyotenda hapa duniani. Tunapogeukia aya ya 5, neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 1 na ya 2: hivyo ikaisha kazi yote Sulemani aliyoifanyia nyumba ya Bwana. Sulemani akaviingiza vitu alivyovitakasa baba yake Daudi, fedha na dhahabu na vyombo vyote, akavitia ndani ya hazina za nyumba ya Mungu. Mara hekalu ilipokamilika, msikilizaji, sanduku la agano la Bwana liliingizwa humo. Sayuni ni kilima kisichokuwa mbali sana na sehemu ya hekalu. Sulemani alimaliza kazi ya ujenzi wa nyumba ya Bwana, nawe wahitaji kujitazama na kujiuliza iwapo waendelea kufanya kama alivyokuagiza Mungu kwa njia ya mwana wake Yesu Kristo. Mungu akusaidie katika jitihada zako za kutenda mapenzi yake, ambayo hasa ni kumwamini Yesu Kristo mwana wake. Na katika kumwamini Yesu Kristo, hapo ndipo utakuwa umechukua hatua ya kwanza ya kufanya hayo ambayo ni makuu, hayo ambayo ni mapenzi ya Mungu katika maisha yako. Hakuna lingine, ndugu msikilizaji, liwezalo kukusaidia katika maisha yako, yani upate kutenda kama vile Mungu akuhitaji utende, isipokuwa hatua ya kwanza ambayo ni kumwamini Yesu Kristo na kutenda yote anayokuagiza. Neno kwenye aya ya 2 yasema hivi: ndipo Sulemani alipowakusanya wazee wa Israeli na wakuu wote wa kabila, wakuu wa mbari za mababa wa wana wa Israeli huko Yerusalemu, ili walipandishe sanduku la agano la Bwana kutoka mji wa Daudi, yani Sayuni. Kisha kwenye aya ya 3 hadi 5 neno latuambia hivi: wakakutana watu wote wa Israeli mbele ya mfalme wakati wa siku kuu katika mwezi wa 7. Wakaja wazee wote wa Israeli, nao Walawi wakajitwika sanduku, wakalipandisha sanduku na ile hema ya kukutania na vyombo vitakatifu vyote vilivyokuwamo hemani. Vitu hivyo makuhani Walawi wakavipandisha. Katika haya, ndugu msikilizaji, tuona kwamba Sulemani hakufanya kosa alilofanya babaye, yani kwa kuchukua sanduku lile na kuliweka juu ya gari, bali Walawi, kama vile neno la Mungu liliagiza, walichukua sanduku hilo na kujitwika mabegani na kuhamisha sanduku hilo hadi hekaluni. Hayo yote ni mambo ambayo tutayaona kwenye kipindi kijacho, lakini muhimu ni kwamba twahitaji kufanya kila jambo kwa jinsi Mungu ametuagiza au kutufunulia. Na tuombe. Nakushukuru ewe Mungu, tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo,
kwa ajili ya muda ambao umetupa tujifunze neno lako na kuona hayo ambayo yatupasa maishani mwetu. Bwana, tazama, tumefahamu ya kwamba twahitaji kutenda kila jambo kulingana na mfano uliotupa, kulingana na yote uliotufunulia. Wewe mwenyewe umejifunua kwetu kwa njia ya mwana wako Yesu Kristo, nami pamoja na msikilizaji tuomba kwamba utatusaidia kutokana na ufunuo huo tupate kutenda mapenzi yako na kuishi kama vile ewe Mungu wetu umetuagiza sasa hivi. Jina lako libarikiwe, jina lako litukuzwe milele, maana najua kwamba utatusaidia kutenda hayo kwa utukufu na sifa ya jina lako. Haya yote nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu, amen. Rafiki msikilizaji, naamini kwamba umebarikiwa na Mungu amezungumza na moyo wako, amekuongoza katika njia yake iliyo uzima wako. Muhimu kwako ni kulisikiliza neno hili ili imani iendelee kukua maishani mwako na kutenda mapenzi yake kama vile amekuagiza kwenye neno lake. Mungu wa neema atakusaidia na kukuwezesha, maana hakuna lolote lililo katika mapenzi yake asiloweza kukusaidia ulitende. Kwa hivyo mtegemee, nawe utakuwa mwenye nguvu na utathibitishwa na kufanikiwa. Na kwa hayo neema ya Kristo iwe nawe hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea. Natumai umebarikiwa kwa kipindi cha leo. Ikiwa una swali au pendekezo, naomba uwasiliane nami kwa njia ya harafa ukitumia nambari ifuatayo: 0721970520. Nitarudia tena, 0721970520. Ikiwa utaniandikia barua, tumia anwani ifuatayo: kwa mtayarishi sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code namba ambayo ni 00505 Nairobi. Waweza pia kuwasiliana nami kwa njia ya barua pepe au email ukitumia anwani ifuatayo: barua@twr.co.ke. Nitarudia tena, anwani yetu ya barua pepe au email ni barua@twr.co.ke, barua@twr.co.ke. Basi kufikia hapo sina budi kulikunja jamvi langu kwa leo na kutakia baraka sufufu kutoka kwa Mungu wetu mtukuka, na neno litaendelea.